الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibu katika mwendelezo wa darasa zetu za somo la aqida zinazotoka katika kitabu cha Khudha Aqidataka min alkitabi wa as-sunna. Tuko katika ukurasa nambari 16 katika unwani inayosema kaifa naruddu suala shaitani man khalaqa Allah. Ni vipi tutajibu au tutarudisha suali la shaitani? Manake hili suali ni baya, linatakiwa lirudishwe. Ni vipi tunarudisha? Sheria imetupa maelekezo gani kukabiliana na swali hili man khalaqa Allah? Limeitwa ni swali la shaitani kwa sababu sheria haikuturuhusu kudiskasi na kutafakari kwenye masala kuhusu Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, isipokuwa yatakikana tuyapokee maelezo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kuhusiana na sifa zake na majina yake, tuyapokee na tuyaamini. Na tukitaka kutafakari juu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, basi tutafakari juu ya wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, tutafakari juu ya viumbe wake, juu ya uwezo wake katika kuwaumba viumbe wake, na wala tusitafakari kwenye masuali kama haya. Manake hata sitaki kusema kwenye masuali kama haya man khalaqa Allah. Mwenye kitabu anasema idha aljawabu idha waswasa shaitanu, akitia wasiwasi. Wasiwasi ni fikra mbaya, alwaswasi ni fikra mbaya. idha waswasa shaitanu li ahadikum hadha suali, akitia shaitani kwa mmoja wenu, akitia fikra mbaya shaitani kwa mmoja wenu za suali hili, faliyasta'idh billahi, na atakehifadhi kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwa kusema a'udhu billahi. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema katika mafundisho ya jumla. Anasema katika mafundisho ya jumla kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atafafanua sasa, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alisema salini, lakini haya ni maneno ya jumla, na akataja nyakati za sala pia ikawa ni kwa maneno ya jumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akazitaja na akazipambanua na akaziwekea mipaka, na hiyo sala akaipambanua na akataja rakaa zake na rukuu zake na maneno ya kusema ndanimwe. Kwa hivyo jawabu ya jumla ya Qur'ani inasema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, pale utakapopatwa kutoka kwa shaitani na nazghun, na wasiwasi na waswasa, fikra mbaya, fasta'idh billahi, sema a'udhu billahi innahu huwas samiul alim, hakika Mwenyezi Mungu ni msikivu na ni mjuzi, atakusikia na anajua kile kilichokupata na atakujibu, innahu huwas samiul alim. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafafanua na akaelezea kaifia. Darasa hii itakuwa fupi sana. Wa'allamana ar-rasulu, nitasoma kama ilivyo katika kitabu, na ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ku practice hicho kilichosemwa katika Qur'ani cha kujikinga na suali la shaitani kama hili na mfano wake. Wa'allamana ar-rasulu, na ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam an narudda kaida shaitani wa naqula, turudishe vitimbi vya shaitani na tuseme, ukipatwa na mushkeli huo useme amantu billahi wa rusulihi. Namba 1, useme amantu billahi wa rusulihi, yani nimemwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Alafu usome sura hii, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yeye ni Allah mmoja wa pekee, Allahus samad, Allah ni mwenye kutegemewa, si tegemezi, yeye ni mwenye kutegemewa na viumbe wote na kwa haja zote. Lam yalid, hakuzaa, wala yulad, wala hakuzaliwa, wala yakun lahu kufuwan ahad, hafanani na chochote. Kwa hivyo sema amantu billahi wa rusulihi, alafu some sura hii. Namba 3, thumma liyatful an yasarihi, uteme mara 3. Lugha iliyotumika hapa liyatful ni kutema vimate vilivyochanganyika na hewa kidogo, kwa mfano mara 3 an yasarihi.
waliyasta'idh minash shaitani, na aseme namba 4 a'udhu billahi minash shaitani rajim. Namba 5 waliyantahi, na aache hilo. Fa inna dhalika yadhhabu anhu, hiyo fikra ya shaitani itaondoka kwake yeye. Hadhihi khulasatu al-ahadithi sahihati al-warida fi al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Daud. Huu ni mukhtasari wa mafundisho ya hadithi nyingi zilizokuja katika Bukhari na Muslim na Ahmad na Abi Daud. Kwa hivyo anafanyaje? Anasema amantu billahi wa rusulihi, anasoma qul huwallahu, kisha anatema mate kushotoni mara 3, kisha anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Namba 5 anaachana na jambo hilo, yani anaachana na fikra hiyo. Huo ni mukhtasari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hali hiyo itaondoka kutoka kwa shaitani, atamkimbia na hilo swali litaondoka. Huo ni mukhtasari wa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake katika swala hili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Tukutane katika unwani adhim ambayo inazungumzia madhara ya shiriki kubwa, kwa unwani inayosema hal yusabbibu shirkul akbarul khuluda fi nari. Je, shiriki kubwa inasababisha mtu kukaa motoni milele? Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.